Kwa dakika 15 nataka nikufundishe na nikupe mwongozo jinsi ya kufanya Christian meditation. Kati ya ibada yenye nguvu inaweza kupa matokeo makubwa, basi mojawapo ni ibada ya meditation. Ibada ya meditation ni nini? Ni ibada ambayo unafanya binafsi ukiwa katika eneo la faragha, ukifanya tafakari ya kina juu ya mambo yaliyopo, yatakayokuja na ambayo yalipita. Ni kwa nini muhimu? Kuna maumivu ambayo unaweza kuwa umeyapitia, yamekaa ndani ya moyo wako. Kuna uchungu unao ndani ya moyo wako. Kuna vikwazo viko mbele yako. Kila ukitaka upambane kuvuka, unaona kile kikwazo kinakuja. Kuna vitu ambavyo unavishindwa kila siku. Yaani kila itopo leo unashindwa. Ukifika mahali fulani unakwama pale, unarudi nyuma. Na wakati mwingine huenda kuna hofu imejaa ndani ya moyo wako, au huenda kuna uchungu umejaa ndani ya moyo wako, au huenda kuna vitu vielewelewi ndani ya moyo wako. Biblia inasema kwamba chunga sana, tunza sana moyo wako kuliko kitu chochote, manake ndani yako ndiko kunakotoka chemichemi za uzima. Kwa hiyo ndani yako kukiwa hakuko sawa, hakuna kitu chochote kizuri kitatokea. Uzima wa vitu vinavyotokea kwako vinaanzia moyoni. Baraka zako zinaanzia ndani. Na ndio maana Biblia inasema kwamba mauti na uzima vyote viko katika uwezo wa kinywa. Unatamka nini? Unaongea nini? Ibada hii ya kufanya meditation au kufanya tafakari ya kina ya siri ya kiroho, hii inaweza kuenda kufanya mwili wako wa ndani, utu wako wa ndani ukaweza kurejea kwenye asili yake ambayo Mungu aliipa, na ukajikuta unafanya vitu vikubwa ambavyo mwanzo ulishindwa. Kwa nini kuna vitu ambavyo vimesimama mbele yako na hisi kushindwa? Ni kwa sababu uliwahi kujaribu mara ya kwanza ukashindwa, mara ya pili ukashindwa, akili yako na fahamu zako zikakwambia kwamba ni ngumu mimi kuvuka mahali pale. Lakini Mungu alivyokuumba kwa asili yako, unaweza kuvuka kikwazo chochote ukitumia jina la Yesu, maana tunaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Kumbe nguvu tunayo, kumbe kitu tunacho, lakini tunahitaji kutiwa nguvu zaidi ili tuweze kuyafanya mambo yote ambayo hayawezekani kwetu. Inawezekana. Huo uchungu unaweza kuondoka, hayo maumivu yanaweza kuondoka. Moyo wako ukiwa umepatwa na ataki za kiroho, umepata mashambulizi ya kiroho, kuna ukame unapitia kiroho, uoni mpenyo wa maombi, unasikia uchungu, umeumizwa, umesalitiwa, umeonewa, umefukuzwa kazi, umepitia hiki, unashindwa mara nyingi kwenye eneo fulani, unaona thamani yako imeondoka, unajihisi kama hujatakaswa sawa sawa, hujakamilika sawa sawa. Maombi haya yataenda kukuvusha na kukuinua. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba Bwana Yesu alikuwa anatenga muda wa kupata tafakari binafsi. Alikuwa anapata muda wa kufanya tafakari binafsi akijitenga mwenyewe. Fungua pamoja nami katika kitabu chako kwenye Biblia yako takatifu, kitabu kile cha Mathayo sura 14 mstari wa 13. Naye Yesu aliposikia hayo, aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo watu, faraghani. Hii inaonyesha wazi ya kwamba Bwana Yesu alikuwa anatenga muda wa faragha ili aweze kuomba na kufanya ibada ya kutafakari uwepo wa kazi ambayo alikuja kuifanya. Kitabu cha Mathayo sura 14 mstari wa 23. Naye alipokwisha kuaga makutano, aliondoka akaenda mlimani faraghani kwenda kuomba. Yesu alikuwa anatenga muda wa faragha. Yesu alikuwa anatenga muda wa kufanya meditation. Niko hapa kukupa mwongozo wa Kikristo kabisa kufanya meditation. Kuna aina nyingi za meditation, lakini aina ya meditation nayoenda kukuongoza ni meditation ya kiroho, ambayo Kristo mwenyewe, ambaye ndiye asili yetu na ndiye mwalimu wetu, aliwahi kuwa na muda binafsi wa kufanya tafakari. Neno la Mungu linatuambia kwamba kitabu hiki kisiondoke kwako, upate muda wa kutafakari. Kwa hiyo utafakari ni jambo ambalo Mungu anataka tutafakari. Mungu anataka tutafakari. Anataka tupate muda wa kutafakari. Tafakari. Pata muda wa kutafakari. Usikae tu. Pata muda wa faragha wa kutafuta uso wa Mungu. Pata muda wa faragha wa kutulia. Pata muda wa faragha wa kusemesha asili yako, kusemesha ile Mungu amekupa. Wewe una nguvu. Wewe unaweza kufanya mambo makubwa. Mungu anaweza kutumia kufanya vitu vikubwa. Anachohitaji upate muda na yeye. Upate muda na yeye, upate faragha na yeye. Basi kwa kuwa umesikia haya, nitaenda kukupa mwongozo wa jinsi ya kufanya meditation. Jambo la kwanza ambalo unahitaji kuwa nalo, andaa eneo lako binafsi
tulivu. Hii itakusaidia. Unahitaji kupata eneo tulivu kabisa, kama ni chumbani, kama ni popote pale ambapo utapata utulivu. Unaweza kaandaa kiti chako au kitanda chako ukakaa, au wakati mwingine ukapiga magoti, ukatandika hapo chini vizuri, ukapiga magoti, na nikakupa mwongozo aina ukaaji utakaokaa, na kuhakikishia kuna vitu vikubwa Mungu ataenda kukufunulia. Kuna uchungu utakuachia, kuna siri kubwa utaziona, macho yako ya rohoni yatatiwa nuru, na kuna hakika ya vitu vingi ambavyo ulikuwa unavishindwa mwanzo utaenda kuviweza katika jina la Yesu. Mungu ni mwaminifu, atakusaidia. Mungu ni mwaminifu, atakupa wepesi, atakuvusha katikati ya chochote ambacho ulikuwa unaona mwanzo kinakupa uzito na kukufanya ushindwe. Kwa hiyo ni muhimu kuandaa eneo tulivu. Ni muhimu kabisa 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 kabisa. Hii itakusaidia. Unasema, mtumishi wa Mungu, hii ipoje? Kitabu cha Mathayo sura 6 mstari wa 6 anasema kwamba bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha siri ndani, ukae ndani, alafu uombe. Yule Mungu anajua sirini, anajua ndani, atakujazi, atakutana na mahitaji yako. Mungu wa sirini atakutana na haja ya moyo wako. Kwa hiyo kuna hali ambayo nataka nitengeneze kwako. Unahitaji faragha ili utengeneze atmosphere ya uwepo wa Mungu. Unahitaji faragha, unahitaji eneo tulivu ili uweze kukutana na Mungu. Mungu yupo na utaenda kuona leo kuna kitu Mungu anataka kutenda kwenye maisha yako. Tafuta tu utulivu, jitie nguvu, jiamini, jithamini, jikubali, usiogope. Andaa muda ambao utakuwa ni muda mzuri ambao hauna mwingiliano wa vitu vinginevyo. Kama una simu yako, basi weka modi ile ya kuzuia watu wengine kukupigia wasikupate au usipokee simu yao, kwa sababu mara nyingi simu inaweza kukuondoa kwenye uwepo. Unaweza kukazama ukakuta simu inaita, pengine hujaweka silence au pengine ina kelele, ukakuta uwepo wote unaondoka. Kwa hiyo ni vizuri ukaizuia simu yako isiruhusu taarifa nyingine yoyote, ili upate muda tafakari wa kuweza kuwasiliana na Mungu. Lakini jambo lingine ambalo ni muhimu kuliandaa na litaweza kusaidia, unahitaji kuwa na Biblia pembeni. Kuna wakati Roho Mtakatifu anaweza kukuongoza, fungua kitabu fulani, soma jambo fulani. Hii itaweza kusaidia sasa uweze kusoma Biblia. Basi unaweza kaandaa hata kitabu cha nyimbo za rohoni ambacho nakipenda. Kila mmoja ana cha kwake anachotumia, na kuna nyimbo ambazo anaziweza kuzitumia. Wale wanaotumia tenzi, wanaotumia nyimbo za tumwimbie Bwana na kadhalika, unaweza kaandaa ukatafuta kitabu, wimbo ambao unaweza kuimba, au wakati mwingine unaweza kaandaa wimbo wako wa kuabudu ili uweze kukaribisha uwepo wa Bwana. Nataka nikuongoze na utaenda kuona Mungu anakusaidia. Mungu anakusaidia. Andaa wimbo wa kuabudu au wimbo wa tenzi. Pata muda utulivu. Hii itakusaidia kuweza kumkaribia Mungu na kuona Mungu akikusaidia. Basi kama uko tayari, nataka nikuongoze sasa namna ukaaji. Fahamu kwamba unahitaji kusikia Mungu anasema nini, alafu unahitaji kuisemesha asili yako. Unahitaji kusemesha utu wako wa ndani. Unahitaji kuuambia. Unatakiwa uamuru. Unatakiwa uyaondoe maumivu yamekaa ndani yako. Unatakiwa ujivue vazi la kushindwa, vazi la aibu, vazi la kuishia njiani, na upate nafasi ya vazi jipya. Haya yote natakiwa yafanye wewe kwa imani, na Mungu ni mwaminifu, atakusaidia, kwa sababu Mungu anatembea pamoja nasi kwa kile tunachomuomba. Kabisa kabisa. Lolote tutakalomuomba Mungu, Mungu anaangalia kulitimiza sawa na vile tunavyoomba. Kwa hiyo ukisimama kwenye imani yako vizuri, Mungu atakusaidia. Andaa mahali pa kufanya ibada. Kama umeshapanda, kama umekaa, basi jitahidi mikono yako yote miwili iweke kwenye miguu yako. Hiyo mikono yako iangalie juu, ishara ya kupokea. Na kama utaamua kupiga magoti, basi unaweza kupiga magoti. Baada ya kupiga magoti, hakikisha na mikono yako imeshuka chini. Na utakapokuwa unaendelea kufanya tafakari, unaweza kumsujudia Mungu. Unaweza kushuka mbele za Mungu. Kwa hiyo ni vitu muhimu sana kuvifanya. Kama utaamua kukaa kwenye kiti chako, basi nyoka kabisa, mikono yako igeuze juu, ishara kupokea. Weka kwenye magoti yako mawili, maana mkono mmoja ukae kwenye goti la kwanza, mwingine kwenye goti la pili. Basi utakapokuwa unaendelea kutafakari, utafunika macho yako kabisa na usiruhusu mawazo mengine yoyote. Utakuwa unaendelea kama ni kuomba au kutamka kwa kurudia andiko fulani nitakalo kuongoza na ambalo utaamua kujichagulia.
utakuwa unatulia kwenye uwepo huo. Hakikisha hauwazi jambo lingine lolote mpaka pale ambapo nitakuongoza kwamba utawaza kitu gani au utafikiri kitu gani. Iruhusu akili yako relax, mwili wako relax. Kaa kabisa kwenye hali ya usawa, relax kabisa. Na kama umesoma neno la Mungu, una kitu fulani ambacho unataka ukisindikize kwenye maombi, unaweza kuchagua labda andiko fulani linisindikize kwenye maombi, basi unaweza, sio lazima usome andiko lote, lakini ukachukua tu point fulani ili uweze kusimama nako kwenye maombi. Litakuwa ni jambo muhimu, litaweza kusaidia na nitakuongoza mambo ya kwenda kuyafanya unapofanya meditation. Baada ya kufanya hatua hizo, kuandaa mahali ambapo unataka ufanyie meditation, unahitaji kualika uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu unaweza kualika kwa kuimba, kwa kusikiliza kitu ambacho kinaweza kukupeleka kwenye uwepo wa Mungu na mengineyo. Sasa kwa sababu hii utalifanya zoezi hili nyumbani kwako, mimi nitakupa mwongozo wa kitu ambacho unaenda kukifanya. Jambo la muhimu sasa, baada ya kukaa kwenye tafakari hiyo, kama umepiga magoti, hiyo fahamu kwamba ni madhabahu hapo chini. Kama umekaa kwenye kiti, fahamu kwamba hapo ni madhabahu, kwenye kitanda ni madhabahu. Sasa nataka ni kuconnect na ufalme na uwepo wa nguvu za Mungu. Nihamisha akili yako ihame, ili sasa nafsi yako ianze kutafakari asiri ya utu wako, asiri ya nguvu zako ipande, ianze kufanya kazi. Utakiri maneno haya. Sema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Sema, Yesu, 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 Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nitakase, nitakase, nioshe, 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 nitakase, nitakase, nitakase. Kama umeweka mikono yako sasa kwenye miguu, kwa maana umeweka mkono upande mmoja na upande mwingine kwenye miguu, wakati unapoendelea kufanya hayo, endelea mkono na upandisha juu, unaushusha chini, huku umefunika macho yako kabisa. Unapandisha juu, unashusha chini kwa kurelax kabisa. Na kama utakuwa umepiga magoti, basi hakikisha hautulii tu. Fanya mikono yako iwe inaenda mbele, inarudi nyuma, inaenda mbele, inarudi nyuma, huku mwili wako na wenyewe ukiwa kwenye hali hiyo ya mudi hiyo. Hii itakusaidia kuweza kufanya ufahamu wako unaanza kuhama taratibu, unaanza kuhama taratibu. Basi tunaingia sasa kwenye malango. Sema, lango, lango, lango la rohoni, malango ya rohoni, malango ya rohoni, naingia, naingia, naingia kwa jina la Yesu. Malango ya rohoni, malango ya rohoni, naingia, naingia kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Anza kujitaja jina lako. Sema, mimi fulani naingia. Sema tena, mimi, jitaje jina lako. Sema, naingia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sema, mimi, taja jina lako, naingia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, sitashindwa, nitaweza, nitaweza. Mimi ni mshindi, mimi ni mshindi, mimi ni mshindi. Katikati ya kusema hayo, unaweza ukasikia kupiga kelele, unaweza ukasikia kutetemeka, unaweza ukasikia kupiga miayo, unaweza kusikia umepoteza fahamu, unaweza ukasikia kuna nguvu imekujaa isiyo kawaida. Wengine unaweza kujikuta unaanza kunena kwa lugha, mwingine unaweza kujikuta unaanza kupata nguvu isiyokuwa ya kawaida. Usiogope, 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 usiogope. Sema, mimi ni mshindi, mimi ni mshindi. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Sema, siogopi, siogopi, sitaogopa, 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 sitaogopa. Nafungua, nafungua, naingia, naingia kwenye malango ya rohoni kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu.
naingia kwenye malango ya rohoni kwa jina la Yesu. Naingia kwenye malango ya rohoni kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inanena mema, inanena mema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mimi nimekubaliwa, nimekubaliwa, nimechaguliwa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ninavua vazi la aibu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninavua kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Kila vazi la aibu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu ya Mungu naipokea, nafunguliwa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ninakuita. Jitaje jina lako, taja jina lako, taja jina lako, taja jina lako, taja jina lako. Sema njoo, sema njoo, sema njoo, sema njoo. Jiite. Kama mimi ni Godwin, nasema Godwin, njoo. Godwin, njoo. Wewe taja jina lako. Kama ni Aneti, kama ni Amina, kama ni Esther, kama ni Dani, taja tu jina lako. Kama ni John, kama ni Michael, kama ni jina lote lile, ni Neema, ni Happy, ita tu jina lako. Ita tu jina lako. Jiite mwenyewe, jiite, sema njoo, sema njoo, sema njoo. Sasa hapa utaona kuna vitu viwili. Utajiona wewe siye huu mwili. Utaanza kumuona wewe mwingine ambaye yuko mahali fulani kashindwa. Jambo lolote ambalo unaona lilikuwa haliwezekani kwako, jambo lolote ambalo ulikuwa unaona unashindwa, jambo lolote ambalo ulikuwa unaona haliwezekani, huyo mtu umwambie avuke jambo hilo. Huyo mtu, yani umwambie huyo avuke. Pengine ulikuwa upati ndoa, umekwama kwenye eneo fulani la kutokupata ndoa. Pengine ulikuwa upati kazi, ulikwama eneo fulani ambalo upati kazi. Pengine ulikuwa upati mtoto, utajiona uko mahali fulani mbali kabisa ambapo umezuiliwa hapo, huna mtoto, huna kazi, kuna magonjwa yamekukamata. Hayo magonjwa inatakiwa umwite huyo mtu atoke kwenye magonjwa. Uiambie nafsi yako, wewe mwenyewe si huyu, yuko ndiye huyo, naenda kukutanisha naye kupitia jina la Yesu na kupitia damu ya Yesu. Huyu sio wewe, huyu sio wewe, wewe yupo. Sasa hivi utaenda kumuona, utajiona si wewe huo mwili, utajiona kuna mtu unaongea naye. Mwite sasa huyo wewe, mwite. Kama mimi ni Godwin, kwa najiita, nasema Godwin, njoo. Godwin, njoo. Godwin, nakuita kwa jina la Yesu. Sikia jina la Yesu, sikia sauti ya Yesu. Nakuita Godwin. Sasa amisha mikono, uwe kama unamuita, fanya hivi, yani unakuwa kama unaita, anza kumuita sasa huyo wewe. Ita. Kama ni Neema, sema Neema, nakuita. Kama ni Joseph, kama ni Yoshua, mwite sasa. Kama ni Steven, sema Steven, nakuita. Jiite sasa, jiite mwenyewe, unalijua jina lako, jiite. Kwa hiyo mimi ni Godwin, kwa najiita sasa. Godwin, njoo, nakuita kwa jina la Yesu. Godwin, vuka hapo, toka hapo. Godwin, achilia, samee. Kwa hiyo jambo lote ambalo uko naona kwako limesimama, anza kujiambia unavuka. Kama unasikia uchungu, kama kuna mahali unajiona una maumivu makali, mwite huyo anakuja. Huyo ni wewe anakuja.
anakuja. Kuna nguvu itapita kubwa sana hapo. Kuna nguvu itapita kubwa sana hapo mpaka atakapokukaribia, atakapotaka aingie ndani yako, manake aingie kwenye mwili wako, manake kuna nguvu itashuka, kuna mtetemeko utausikia, kuna nguvu itapita. Mwite huyo wewe, huyo ni wewe, anakuja kwa jina la Yesu, anakuja. Mwingine umewekwa kwenye makaburi, mwingine umewekwa kwenye sanda, mwingine umewekwa kwenye miiba, mwingine umewekwa kwenye ajali, mwingine umewekwa kwenye ndoa ya mtu fulani, mwingine umewekwa baharini, mwingine umewekwa kwenye chumba wamekufungia hapo kwamba usivuke hapo, mwingine umewekwa kwenye uchungu tu, wewe uchungu umekuandama, mwingine umewekwa kwenye chumba cha magonjwa, mwingine umewekwa mochwari, mwingine umewekwa mahali fulani ambapo wewe kila chochote unachokipata uumwage tu, upatage matatizo tu, mwingine umewekwa hapo usipate ndoa, usipate chochote cha muhimu kwenye maisha yako, kila kitakachozaliwa kinakufa. Mwite huyo wewe, huyo ni wewe, anakuja. Mwite wewe, jiite mwenyewe. Hiyo nguvu inapita, hiyo nguvu inakutana nawe, hiyo nguvu kwenye tafakari hii, mwite kwa vidole vyako, mwite kwa mkono wako, mwite rimo shakataya, mwite. Kuna kitu kinatembea hicho, kuna nguvu inapita. Kuna mtu tayari umeshahamishwa, huyo anakuja. Usikate tamaa, mwite. Kuna mahali yupo, mwambie avuke hapo, mwambie atoke hapo, mwambie apite hapo, wamwachie chochote ambacho katika ulimwengu wa roho kinamzuia. Mwite, funika tu macho yako vizuri. Kuna nguvu inapita kwenye uwepo huu, kwenye utulivu huu. Utasikia sauti ya Mungu inaanza kusemesha, utasikia kuna sauti zinakusemesha, utaanza kujisikia kusema mwenyewe, utaanza kujiamuru mwenyewe, utaanza kuamuru huyo mtu, pokea hiyo nguvu. Huyo anatakiwa aingie ndani yako, huyo anatakiwa avae mwili. Mwite huyo, mwite kwa jina la Yesu, mwite kwa jina la Yesu, mwite kama nilivyokuongoza, mwite kwa jina la Yesu, mwite. Yes, asante Yesu, unamwita. Asante Yesu. Ewe unaitwa sasa, sikia sauti ya Mungu. Wewe unaitwa muda huu, sikia sauti ya Mungu. Unanisikia huko. Wakati wa kutoka hapo umefika, wakati wa kuachilia umefika. Yes, tulia sasa, anza kutafakari. Tafakari. Amisha mikono yako sasa, weka kwenye macho, funika macho yako sasa, mikono weka kwenye macho. Yes, kuna vitu utaanza kuviona. Usiogope chochote ambacho unakiona. Usiogope. Yes. Sasa vuta pumzi, ingiza ndani, alafu anza kuitoa taratibu. Kumbuka pumzi ina mahusiano na roho. Kwa hiyo unapovuta, kama kuna namna ambapo ulizuiliwa, kuna vitu vibaya, kuna mwingine utasikia kutapika, mwingine utasikia kuna nguvu zinakuhudumia saa hii. Vuta pumzi, iweke ndani. Yes, huko unaenda kutafakari. Anza kujiona unashinda, anza kujiona unavuka hapo, anza kujiona unashinda. Achia pumzi taratibu, unaitoa, unaivuta. Kuna mwingine utasikia mapigo ya moyo yanaanza kwenda mbio, usiogope. Vuta, baada hapo unaitoa taratibu. Yes, kwa jina la Yesu. Vuta kwa jina la Yesu. Vuta kwa damu Yesu. Vuta hiyo pumzi. Kama pumzi inavyoingia ndani yako, ndivyo inaenda kukusafisha kabisa, ndivyo inavyoenda kutakasa kabisa. Pumzi ya uhai. Unahamishwa sasa, hiyo nguvu, hiyo kwa jina la Yesu. Unasikia usingizi umekuja, vuta. Toa taratibu, vuta taratibu. Unasikia usingizi unakuja, unasikia kuna nguvu inakuhamisha. Nguvu. Kama unavyotoa ndivyo vitu vibaya vinatoka ndani yako, ndivyo unavyovikwa nguvu mpya. Vuta. Unavuta, unaweka kwenye kifua chako, unatoa. Vuta kwa jina la Yesu.
Yes, yes, yes. Ukisikia kulia lia. Ukisikia kulia lia. Anza chochote ambacho nakisikia kinakupa uchungu, kitoe sasa. Kitoe sasa. Kitoe sasa. Toa sasa. Toa sasa. Toa sasa. Toa sasa. Usiruhusu akili yako itafakari nje ya huduma hii, nje ya kitu kinachoendelea hapa. Tayari kuna muunganiko wa roho yako na nafsi yako. Tayari kuna muunganiko. Tayari kuna muunganiko. Tayari kuna muunganiko. Anza kusema chochote sasa. Sema chochote. Jiambie chochote. Jiambie chochote. Jiambie chochote. Jiambie chochote. Jiumbie chochote. Jitabirie chochote. Sema chochote. Sema chochote. Kama unavyoiambia nafsi yako, unavyoambia asili yako, ndivyo itakavyoenda kutokea kwako. Ndivyo inavyoenda kuwa. Ndivyo inavyoenda kuwa. Hii ni operation inapita ndani yako. Pata tafakari. Tafakari kila ambacho kilikuwa kinakushinda. Nenda sasa kakiambie ninashinda. Chochote ambacho ulikuwa unaona uwezi, mahali popote ambapo ulikuwa umefikia umefeli hapo, haya anza kwenda tena. Nenda na ukavuke. Nenda na ukashinde. Chochote ambacho ulikuwa unaona uwezi kukishinda, chochote ambacho ulikuwa unaona unafeli hapo, baada ya hapa ingia katika ulimwengu wa roho. Muda huu ingia katika ulimwengu wa roho. Anza kutembea rohoni sasa. Tembea. Ulienda mahali kuomba kazi, ulikataliwa, uliumizwa, kuna uzito umekutana nao, biashara haziendi sawa. Anza kuenda rohoni. Anza kuenda rohoni. Anza kuomba ushindi na nenda kama mtu ambaye ameshinda. Nenda kama mtu ambaye tayari amepata ushindi. Nenda. Iende hiyo vita yako tena. Iende hiyo vita yako tena. Endea kama ni magonjwa yako, ulienda hospitali ukapima, ukaambiwa una ugonjwa fulani. Badilisha, sema iwe ndoto. Chochote ambacho kilitokea kigumu kwako, kiamuru kiwe ndoto. Amuru kiwe ndoto, alafu uhalisia wako unaenda kufanyikiwa. Chochote ambacho kilitokea kwenye maisha yako, kigeuze kiwe ndoto ambacho kilikufanya ushindwe. Geuza, sema yote na geuza yalikuwa ndoto. Yalikuwa ndoto. Sema ilikuwa ndoto. Umeenda kupima, umeambiwa ugonjwa fulani, sema ni ndoto. Mimi ni mzima. Sema ni ndoto. Umekataliwa, umeumizwa, umeachishwa kazi, umetengenezewa fitna, unasikia nguvu ya kuomba imepotea, sema ni ndoto. Mimi mwenyewe ni huyu. Mimi mwenyewe ni huyu. Mimi mwenyewe ni mshindi. Mimi mwenyewe na kibali. Mimi mwenyewe na kubalika. Ingia. Yaende yale malango tena. Nenda kama mshindi. Yes. Ulienda kuomba kazi mahali wakakukataa. Nenda kama mshindi. Nenda kama mshindi. Yes. Mwenyewe ni huyo. Mwenyewe ni huyo. Hiyo nguvu iko pamoja nawe. Inatembea na wewe. Muda huu kwa damu Yesu. Kwa damu Yesu. Kwa damu Yesu. Kwa damu Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu, namsaidia mtu huyo. Unavuka. Uchungu unakuachia, kushindwa kunakuachia, aibu inakuachia, maumivu yanakuachia. Nenda kama mshindi. 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 Imeandikwa tunayaweza mambo yote katika yeye atutia nguvu. Unaye Mungu anakutia nguvu. Unaye Mungu anayekusaidia. Unaye Mungu anayekutetea. Biblia inasema kwamba mimi nitakuwa pamoja nanyi kila muendapo. Nenda sasa. Nenda sasa na mkono wa Bwana. Nenda sasa. Biblia inasema kwamba mkono wangu utakuwa pamoja nanyi, jicho langu halitawaacha. Mungu yuko pamoja nawe, hajakuacha wala kukupungukia. Anasema sitawaacha kabisa wala kuwapungukia. Mungu yuko pamoja nawe, yuko pamoja nawe, yuko pamoja nawe, yuko pamoja nawe, yuko pamoja nawe. Hamishwa, nenda kashinde, nenda kashinde, nenda kashinde. Biashara, nyumba iuziki, biashara fanya iuziki, kina miradi yako imeharibika. Nenda kama mshindi, nenda kama mshindi, nenda kama mshindi, nenda kama mshindi. Nenda kashinde, nenda kashinde, nenda kashinde, nenda kashinde. Sasa ingiza pumzi, toa. Ingiza, toa. Vuta kabisa, toa. Vuta, toa. Vuta tena. Sasa hamisha mkono wako, weka kifuani. Vuta mara 7. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4,
mara ya 5, mara ya 6, mara ya 7. Vile unavyosikia, yes, 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 yes. Ufungulivu, 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 ufungulivu. Pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ufungulivu, ufungulivu, pokea, 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 ufungulivu, funguliwa, 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 funguliwa. Mioyo inakatika, hofu inakatika, uzito unakatika, aibu inakatika, nguvu za Mungu zinakujilia. Funguliwa, funguliwa, pokea, 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 pokea. Wewe ni mshindi, unashinda, umeshinda, unashinda, umeshinda kwa jina la Yesu. Yes. Yes. Yes, ishara yote ambayo inaendelea ni ishara ufungulivu. Macho yako kuna vitu ataanza kuona. Upeo wako tayari umehama. Kuna kitu Mungu anakusemesha. Chochote unachokisikia kukiombea, ombea. Unachosikia kukiombea, ombea. Chochote kinachokuja kwenye fahamu zako, haijalishi kina nguvu hakina nguvu, ombea. Ombea, ombea, ombea. Mungu anachokuongoza kuifanya, fanya. Fanya, mwambie Mungu niko tayari. Yes, 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 yes. Kila jambo ulikuwa uliwezi, unaenda kuliweza. Mahali popote ambapo ulikuwa unashindwa, palipo kukabiri, unaenda kushinda kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Pokea neema, pokea neema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Ongeza dakika 5 za tafakari. Mungu akikupa neema na utaenda kuona Mungu akusaidia. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Nderu ambaye nimekuongoza kwenye maombi ya meditation. Faida yake ni nini? Yanaondoa uchungu, yanaondoa hofu, yanainua imani yako, yanakurejesha kupokea nguvu za kiroho na yanakufanya ushinde mahali ambapo ulikuwa huwezi kufanikiwa. Pata muda wa kufanya hivi mara kwa mara, hasa pale ambapo unaona mambo yako ni magumu, moyo wako umekosa amani, umekata tamaa. Utajiona umeachilia watesi wako wote na maumivu yako yote, na utajiona umepata nguvu mpya. Kuna mahali ambapo ulikuwa unafeli na kushindwa kila siku, haijalishi ni kwenye nini, na kuhakikishia maombi haya yataenda kufanya ushinde na yatakufanya ujiamini. Jiamini wewe ni mtu wa thamani, umebarikiwa. Unaweza kusogeza maombi haya au ukajiconnect, ukafanya connection ya kiimani na maombi haya kwa sadaka yako ya hiari. Karibu kwa sadaka yako kwa namba 07, namba ya Vodacom M-Pesa 0743913291, 0743913291 ni namba ya Vodacom M-Pesa. Jina ni Godwin Ayubu Nderwa. Lakini pia unaweza kunitafuta zaidi na kunipa ushuhuda, nini kimetokea, nini Mungu amekutendea katikati ya maombi ya meditation, kwa namba hiyo iliyoandikwa WhatsApp. Karibu kwa njia ya WhatsApp, na unahitaji nikuunge kwenye grupu la maombi, basi niambie mtumishi wa Mungu, naomba link ya maombi, niandike jina lako na niambie hitaji lako, na mimi nitakuunga kupokea maombi kirahisi zaidi. Mungu akubariki. Mitandao ya kijamii kama YouTube, andika Maombi ni Dawa, na kama wakati unanifuata kwa njia ya YouTube, basi bonyeza alama kusubscribe. Hiyo unanifuata kwa YouTube kwa Maombi ni Dawa au Maombi Tiba, au kwa njia ya TikTok Maombi Dawa Maombi Tiba, basi bonyeza alama kunifollow ili uwe mmoja kati ya familia wa Maombi ni Dawa. Ubarikiwe, ongera kwa maombi muhimu, na utaenda kuona Mungu akikujibia kwa wepesi. Bila shaka kuna badiliko umeliona. Ubarikiwe, endelea